Bwana, mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana, jana niliwa promise wadau wangu ambao wametoa order za milango kwamba leo tutahakikisha zoezi la kufanya installation ya rangi inafanyika, lakini ya Mungu mengi. Hivi tunavyozungumza nimeshindwa kufanya chochote. Unaona bwana, kwa sababu ya mvua. Nadhani mnaona mimi mwenyewe nachukua hii video lakini nipo katikati ya mvua. Na kazi ya rangi haitaki mvua. Unaona bwana. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo imetokea. Lakini kwa sababu hii ni kampuni, hatuwezi kuwa na excuse hizi za kila siku, na mvua zimekuwa hazitabiriki, hasa za kipindi hiki. Kulikuwa kuna mvua ambazo hazina majira maalum. Kwa hiyo tumeweza kuchukua frame upande wa pili huku. Unaona? Na tumeweza kutengenezea banda kwa ajili ya hizi shughuli zetu tutakazokuwa tunazifanya. Kwa hiyo changamoto hii ya mambo sijui mvua, rangi tunashindwa kupaka, sijui nini, yote yatakuwa yanafanyikia hapa. Kwa hiyo hii ni kero ya muda mfupi. Jana tumeweza kumwaga zege letu hapa. Kwa hiyo soon mipango yote itakuwa inahamia hapa, ambapo tutakuwa tunaweza kufanya shughuli zote kwa kipindi chochote kile. Kwa hiyo hizi frame na zenyewe nazo ni za kwetu. Tutaangalia namna gani ambapo shughuli zetu za kule tunazihamishia huku kwa ajili ya kuepuka mambo kama haya. Sababu changamoto ya mvua hatuwezi kuepukana nayo, ni mambo ya kimungu. Umeona bwana? Kwa hiyo soon tutahamia hapa, na hizi frame ni za kwetu pia. Kwa hiyo ndo kama hivi yani. Leo hakuna chochote, hata Mr. House haijafunguliwa kwa sababu hakuna aliyetokea leo. Mvua inanyesha tangu asubuhi tumeamka nayo. Kwa hiyo wadau wangu mnivumilie. Milango yenu hiyo hapo. Unaona bwana Kwa hiyo tuangalie kesho Jumatatu tunaamkaje ili tuweze kupaka rangi kama hali ya hewa itaruhusu. Lakini kwa leo hapa naweza kusema tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yote, kwa sababu yote anayapanga yeye. Unaona bwana, mdau wangu wa Ulaya, usione kwamba labda mipango yako haiendi. Mipango yako inaenda, milango yako mitatu hii hapo. Unaona bwana, mdau wangu wa Kinyerezi anko, milango yako miwili, mmoja ule kule, mwingine ule kule nyuma, mwingine ule kule. Unaona Huyu hapa dada yangu huyu Watemeke Zanzibar do yako hiyo hapo. Unaona huyu mama yangu wa kule Ikwilili. Hii hapo. Umeona? Kwa hiyo mipango inaenda, lakini sasa tunashindwa na mipango mingine. Kuna milango mingine hapa inaanza kutengenezwa, natumiwa vipimo na hela ishatumwa. Inaenda Kongo. Kuna milango 6 mtaona naanza kuitengeneza, inaenda Kongo. Itaanza leo. Kwa hiyo na wewe mdau wangu wa Kongo, nadhani hali halisi unaiona, lakini tutapambana nayo, tutahamia kule. Nadhani project yako itakutana na mambo mazuri. Kwa hiyo tutakuwa tushahamia kule. Umeona? Kwa mipango itakuwa inaenda vizuri. Lakini kwa leo tuseme alhamdulillah, Jumapili imeisha hivi, inaanza hivi, na sidhani mwisho wake kama itakuwa kama hivi ama jua litatoka. Lakini kimsingi ni kwamba kazi zetu za ufundi zinaanza asubuhi. Sasa hali ikishakuwa hivi, ujue tena ishakuwa siku imekufa hii. Naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe. Hii sio kwa wadau ambao wanatoa order za milango. Pia kuna wadau ambao wana kazi zao. Umeona bwana, za kujenga. Mfano kuna dadangu, sio vizuri kuwataja majina, lakini nikitaja site zao watakuwa wanaelewa. Site ya Kwalibaba. Miundombinu mibovu ya usafirishaji wa kupeleka material, hata tofali haziingii. Unaona bwana, kwa kipindi hiki. Na unakuta hata mimi napata hasara vile vile, kwa sababu unakuta unapeleka material labda simenti, kwa simenti inavokaa muda mrefu na yenyewe inaganda, kwa sababu huwezi kujenga na simenti tupu, lazima material mengine yaende kama tofali. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kuna site mbalimbali, kuna site ya fence Kigamboni imesimama kwa sababu ya changamoto za mvua. Tutajenga vipi na mvua? Na ile site ya Kigamboni ya fence maana yake inatakiwa tupige na plaster, lakini huwezi kupiga plaster kwenye kipindi kama hiki. Na mvua, ukimwambia mtu kuna mvua anaweza asikuamini, kwa sababu hizi mvua zitakiwa ziishe tarehe za mwanzoni kabisa za mwezi wa 5. Umeona bwana? Yaani mwezi wa 6 mwishoni, lakini nashangaa mpaka tarehe hizi bado mvua ipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kimekuwa surprise kwetu sisi.
Umeona bwana. Kwa watu ambao mmenipa dhamana, muelewe hili kwamba tuna changamoto, ujenzi na mamvua hayaendani. Mvua ikistopu leo basi kesho inaamsha. Kwa hiyo tumekwama kwa staili hiyo. Naomba wadau wangu mnisapoti, naomba wadau wangu tuvumiliane.